Tulipoishia katika sehemu ya pili ni pale Jemima alibaki kachi ya tabasamu, mdomo ukiwa wazi. Maana katika maisha yake mpaka kufikia pale Jemima alikuwa hajawahi kusifiwa na kumwagiwa misifa kama alivyomwagiwa na Onoyo. Yaani Jemima alijisikia vizuri kuliko kawaida. Alijihisi malaika fulani hivi. Basi msikilizaji wa Light Simulizi, ni kukaribisha katika sehemu ya 3 ya siku ya leo. Katika simulizi hii ya Harufu ya Huba. Asante kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi. Karibu sana tukaweze kujua nini kilijiri, na hii itakuwa sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu hii nzuri kabisa. Hadithi yetu nzuri, kisa chetu kizuri hiki ambacho naamini ni mengi utakayojifunza. Karibu sana. Mimi naitwa Trish. Onoyo, hebu subiri. Hivi mimi ni mzuri sana eh? Jemima akiwa anacheka cheka aliuliza. Jemima, tangu nafika umri huu sijawahi kuona mwanamke mrembo kwa kuzidi. Sio urembo tu Jemima, wewe ni mwanamke unayejiheshimu. Yaani kwa mfano Mungu anipe mwanamke kama wewe. Aise, siku hiyo nakwenda kutoa sadaka ya maana kanisani kumshukuru. Onoyo alikuwa anajipigia mapande kwa kutumia akili kweli kweli. Basi Jemima alikuwa anavimba kichwa kwa zile sifa alizokuwa anamwagiwa. Kiufupi Jemima alikuwa na kijamaa chake ambacho walikutana huko chuo, na hicho kijamaa kilikuwa kinampelekesha Jemima kweli kweli. Yaani kilikuwa kinaonekana kama hakimpendi, ila kipo kimaslahi tu. Yaani Jemima alikuwa anakipenda kweli na alikuwa anaonekana kama anajipendekeza kwake, ila chenyewe kilikuwa hakijali. Hata kumsifia Jemima kama alivyomsifia Onoyo kilikuwa hakijawahi. Pale chuo Jemima alikuwa anaonekana ni mwanamke mwenye nyodo na dharau, lakini pindi inapofika kwa hako kajamaa, Jemima alikuwa anakuwa mpole hatari. Basi siku hiyo Jemima baada ya kusifiwa kupitiliza na Onoyo, ilibidi aende kwenye kioo kujiangalia upya. Jamani, kweli mimi ni mzuri. Sasa Evansi, kwa nini anakuwa kama hanipendi? Jemima akiwa kwenye kioo alijiuliza maswali bila majibu. Pale pale alimpigia huyo mpenzi wake, lakini badala ya huyo mpenzi wake kupokea simu, alipokea mwanamke mwingine. Tena alijitambulisha ni mwanamke wa Evansi, na akimtaka Jemima aachane na bwana wake. Siku hiyo Jemima hakulala usingizi. Yaani zilikuwa ni stress mwanzo mwisho. Usiku wa manane kama saa 7 hivi, Jemima alishindwa kupata usingizi. Alijaribu kuangalia TV lakini stress ni kama ndo zilikuwa zinazidi. Alijaribu kuingia mtandaoni lakini hapo ndo kabisa alikuwa anaona kama meme zote zinamsema yeye. Kiukweli Jemima alikuwa anampenda huyo mwanaume mpaka basi. Jemima baada ya kuona kule ndani hakukaliki, kila kitu anachofanya anazidi kukereka tu. Aliona atoke nje, akamwamsha Onoyo wapige story, maana kidogo Onoyo alikuwa na stories za kuchangamsha. Basi Jemima alifika kwenye banda la kijana Onoyo, lakini mle ndani hakuwemo. Kama kawaida, Onoyo alikuwa kwa jimama lake anahondomola. Aise, Jemima alikaa pale kama nusu saa bila kumuona Onoyo. Hapo ilibidi arudi ndani. Huyo mpuuzi, si alisema hana dem, sasa kaenda wapi? Jemima alijiuliza swali pasina majibu. Basi siku hiyo ilipita huku Jemima akiwa kalala kwa stress kweli kweli. Ilikuwa ni siku nyingine kama kawaida, mtu wa kupiga story na Jemima alikuwa ni Onoyo, maana ndo alikuwa anashinda nyumbani. Maana mdogo wake na Jemima alikuwa anakaa shuleni, huku mama Jemima kila itapo leo asubuhi akielekea kwenye biashara zake. Basi siku hiyo kama kawaida mchana stories zilikuwa zinapigwa. Japo Jemima kila akimkumbuka mwanamke wa jana alipokea simu ya Evansi, alikuwa anapata stress kibaya. Evansi alikuwa hajamtafuta hata kudanganya kwamba ni uongo.
Yaani kwa jinsi Jemima anavyompenda, alikuwa anatamani Evans ampigie simu amwambie atani uongo eti. Jemima, mbona leo kama una stress sana? Onoyo, wewe acha tu. Kuna vitu vinaumiza kwenye maisha, wewe acha tu. Hivi umewahi kumfumania mtu unayempenda? Jemima, kiukweli mimi sijawahi kupenda mwanamke mpaka nimfumanie alafu niumie. Onoyo alidanganya, lakini alipokumbuka aliyomkuta kwa Halima, alibaki anacheka kimoyomoyo tu. Basi mwenzetu una bahati. Huwezi amini, jana nimempigia mtu wangu, sikapokea mwanamke akisema yeye ndo mpenzi wake. Nakwambia roho inaniuma kama nataka kuchomoka hivi. Sielewi nifanyaje. Onoyo, nishauri basi jamani. Jemima, si wachane naye. Mbona wanaume tupo wengi? Hata mimi mbona naweza kuwa na wewe? Onoyo akiwa anaichekesha aliamua kutupia ndoano, akiwa kama anatania, lakini kimoyomoyo alikuwa anajisemea akipata ile bahati basi haiache. Onoyo, hata niwe kichaa siwezi kudeti na wewe. Hata wanaume wao wameisha duniani. Mwanaume kama wewe sio pigo zangu kabisa. Basi kwa dharau Jemima aliongea maneno ambayo Onoyo alihisi anatoboa moyo wake. Yaani Onoyo alijihisi vibaya kweli kweli. Jemima, nakutania nawe. Unahisi mimi naweza kukumudu mtoto mzuri kama wewe? Basi akiona cheka kinafiki Onoyo alijibu, lakini ukweli alikerwa na maneno yale ya Jemima. Basi sawa, mimi nakwenda kuogelea kule bustanini. Kama utajisikia kupiga story na mimi nipo kule, maana bado nina stress. Jemima aliongea na kweli alielekea kwenye swimming pool ambayo ilikuwa pale pale nyumbani. Onoyo alikuwa hachoki kumwangalia Jemima kwa jinsi alivyoumbika. Na kweli baada kama dakika 10 Onoyo alizugazuga. Baada ya hapo naye alielekea kwa kwenye swimming pool. Basi alikuta Jemima kavaa kichupi tu akiwa anaogelea. Ukisikia mwili kusisimka, basi siku hiyo Onoyo mwili ulimsisimka. Yaani mashine yake ilisimama mithili ya mti mkavu. Yaani mpaka mishipa ilikuwa inamuuma. Hapa nimegundua kwa nini watu huagawa na baka nyie. Vitu kama hivi unakula kwa macho kweli. Onoyo alijiongelesha huku akiwa na bana miguu yake asijaonekana. Onoyo, kumbe umekuja. Vipi? Uniogopi bosi wako? Basi Jemima akiwa na binua miguu yake kwenye maji aliuliza. Onoyo alicheka tu huku akisema haogopi. Basi mashine ilizidi kutuna mpaka pensi alilokuwa amelivaa Onoyo ikatengeneza mlima. Aisee, Onoyo alikuwa anajibana na kujificha ile Jemima asione ile hali. Lakini bahati mbaya Jemima aliiona. Onoyo, nini hicho? Embo geuka, mbona makubwa? Hamna kitu. Kwani nini? Onoyo akiwa anaondoka alijibu. Onoyo, hebu njoo, sogea hapa. Unaenda wapi? Jemima aliongea. Ni kweli Onoyo alisogea akiwa na bana mikono kwenye pensi yake. Toa mikono hiyo, kwa hiyo unataka nisione? Onoyo ni kweli alitoa, basi pensi ilionekana ilivyotuna. Jemima alicheka mpaka alihisi machozi kutoka. Makubwa. Onoyo, una demu kweli wewe? Yaani umeniona tu hivi kitu nataka kutoboa pensi? Hii pensi yangu ndo ilivyo. Onoyo alijitetea akiwa na cheka pale kwa aibu. Hebu niguse kama ni kweli pensi ndo ilivyo. Jemima aliongea na kweli alichomoka kwenye maji na kusogea pale alipo Onoyo. Bila aibu wala uoga, Jemima alisogeza mkono kwa kubonyeza pale kwenye pensi. Aisee, alikutana na kitu kigumu kama muanzi mpaka mwili ulimsisimka. Jemima hakuridhika. Aliamua kushika kama anabinya hivi. Hapo Onoyo alirudi nyuma. Onoyo, yote hiyo ya kwako? Sasa kwa nini una demu? Jemima akiwa anacheka aliuliza. Kawaida tu mbona. Hebu nishike tena. Jemima aliongea. Basi Onoyo aliona kama mazoea yamezidi. Ukisikia hisia kuzidi,
basi ndio kilichotokea. Yaani Onoyo akili ni kama ilihama. Ile akili ya kawaida ilimtoka. Alijikuta imekuja akili aliwalo na liwe. Jemima akiwa anasogeza mkono kushika tena, ghafla Onoyo alimvuta na kumsogeza kifuani kwake. Kisha alishusha pensi yake na boxer na alifanya mashine yake iwe peupe huku ikimgusa Jemima mapajani. Onoyo, unataka kufanya nini? Hebu niache. Jemima aliongea kwa hasira. Lakini Onoyo ni kama akili ilikuwa inahama. Uzuri Jemima alikuwa kavaa tu kichupe. Kwa hiyo tamu ilikuwa sio kazi kuifikia. Onoyo alizamisha mkono ndani ya kufuli la Jemima. Kisha alianza kuchezea tamu ya Jemima. Aise, Jemima alijikuta ile sauti ya acha imeanza kumtokea puani. Onoyo hapo ndo aliona nasipa kupoteza muda. Alishusha ile chupi ya Jemima. Baada ya hapo alizamisha mashine yake. Yaani alikuwa hataki mbwembwe nyingi. Aise, Jemima alitoa milio mpaka anyani. Aligeuzwa kila staili. Yaani Jemima alihisi miguu inakufa ganzi. Kitu kilikuwa kinapenya mpaka kwenye utumbo. Jemima alikuwa anahisi anapaa angani kwa raha ambazo alikuwa anazipata. Yaani tangu aanze kufanya yale mambo na kile kijamaa chake cha chuo alikuwa hajawahi kukojoa mara mbili kwa mkupuo. Mara nyingi alikuwa hafiki hata hicho kilele chenyewe. Siku hiyo alihisi kizunguzungu kabisa. Onoyo alikuwa kama anataka kumkomoa Jemima kwa dharau zake, maana alifanya kama haji kufanya tena. Baada ile show Jemima alikimbia kuelekea ndani huku akiwa anahisi kuna hotamu yake kama kuna waka moto hivi. Onoyo naye alikuwa haamini kama kaichapa na nilio ya Jemima. Kwanza alikuwa haelewi baada hapo itakuwaje. Nimezingua ise. Jemima akimwambia mama yake, nimeisha mimi, mtoto wa Tegete. Onoyo alijikuta sasa ndo anaanza kuona kama kafanya maamuzi ya hovyo. Jemima baada ya kuingia ndani alipitiliza kuoga. Baada hapo alijilaza kitandani. Yaani Jemima alikuwa anacheka cheka tu peke yake. Kila alipokumbuka ile show ya Onoyo, basi mwili ulikuwa unamsisimka. Siku hiyo ilipita huku Onoyo na Jemima wakiwa hawajaonana tena. Yaani ni kama walikuwa wanaoneana aibu. Basi siku hiyo ilipita, ilikuwa ni siku nyingine. Kama kawaida ndani ya mjengo mzima. Walikuwa mtu mbili tu. Onoyo alikuwa anajificha ficha. Alikuwa haelewi Jemima atamchukuliaje. Onoyo, hebu njoo hapa haraka. Basi Jemima akiwa kakaa kwenye veranda la nje alimuita Onoyo akiwa anajifanya kakasirika. Ni kweli Onoyo alisogea akiwa anaangalia pembeni. Onoyo, naomba nijibu. Kwa nini ulinibaka? Jemima aliuliza akiwa kanuna. Jemima, mwenzako ilikuwa sio akili yangu kabisa yani. Na kwa pia sitarudia tena. Na kuanzia leo hata kazi naacha. Naondoka kabisa. Maana nimefanya makosa makubwa. Onoyo ajitetea na alisema anaacha kazi ili kumpima Jemima, je, kachukia kweli au anazuga. Unaacha kazi? Yaani baada ya upuuzi uliofanya ndo unasema unaacha kazi? Haya, unaacha kazi unakwenda wapi? Hata hivi mama amenipigia simu asubuhi. Anasema amenitafutia mwanamke inabidi nikamuoe. Onoyo aliongea maneno ambayo yalifanya moyo wa Jemima uanze kwenda mbio. Maana ukweli mtoto wa kike alikuwa kadata na ile show. Okay Onoyo, mimi nimekusamehe na sitomwambia mama, ila kwa masharti. Kile ulichofanya jana nikihitaji, basi lazima unipe tena. Jemima aliamua kwenda kwenye pointi ya msingi. Hapo Onoyo alicheka kimoyomoyo. Alijua Jemima kadata na show yake. Basi kuanzia siku hiyo, kila siku wawili hao wakibakia peke yao nyumbani, walikuwa wanapeana utamu tu kwa viwango vya juu, mpaka Jemima alijikuta kamsahau kabisa Evans. Yaani Jemima alikuwa anaona kumbe Evans hamna kitu, ni mwanaume suruali. Yaani show za Onoyo zilikuwa za viwango. Basi Jemima kiukweli alikuwa anamuota Onoyo mpaka akiwa kalala. Yaani alikuwa kadata kiukweli yani. Jemima, kiukweli mimi naomba tuachane. Maana mama kasema kanitafutia mwanamke wa kuoa. Na unajua mimi na wewe hatuna malengo. Tunapotezeana tu muda.
Basi siku hiyo Onoyo aliamua kumpima Jemima kama anampenda au anapenda tu show zake. Jemima baada ya kusikia ile kauli alihisi kama mwili unatetemeka. Onoyo, usifanye hivyo. Mimi nipo tayari kuwa mkeo. Kweli kabisa. Hata ukitaka nitakutambulisha kwa mamangu rasmi. Niamini Onoyo, mimi nakupenda wewe. Jemima maneno yote alimtoka, na binti Jemima alikuwa na kawaida moja, akipenda basi anapenda anakuwa kama chizi. Jemima, lakini wewe ulisema mimi si aina ya wanaume unaowataka, na ulisema hata wanaume waishe duniani. Huwezi kuwa na mimi. Onoyo, kwa hilo nisamehe. Kiukweli nilikuwa sijajua thamani yako, ila nakuahidi kwa sasa nitakuheshimu kama mume wangu mtarajiwa. Nipo tayari kufanya lolote unalotaka. Usiniache please. Basi sawa Jemima, nimekubali. Ila naomba usimwambie mama yako kwanza, na asijue lolote. Onoyo, kama ni kufukuzwa kazi usijali. Hata hivyo mimi nitakuwa nakupatia pesa za kutosha ukiachana na mshahara. Sawa, ila usimwambie mama kwanza. Sawa. Basi walikubaliana. Kwanza wataendelea na mahusiano ya siri. Onoyo alikuwa haelewi itakuwaje kwa mama yake na Jemima. Yaani alikuwa anampenda Jemima kweli kweli, ila alikuwa anaona sasa kama akajichanganya. Yaani alikuwa haelewi mama Jemima akijua itakuwaje. Onoyo alijikuta kwa wakati mmoja anakuwa na mahusiano na mama na mtoto, huku kila mtu akimla kwa wakati wake. Japo Onoyo alikuwa akaanza kuleta visingizio vya hapa na pale kwa mama wa Jemima, lakini mama huyo kwa gharama yote ile alikuwa hayupo tayari kuachana na Onoyo. Kijana Onoyo alijikuta anakuwa kwenye wakati mgumu kweli kweli. Yaani alitamani hata atoroke. Maana kama ni pesa alikuwa nazo za kutosha. Kwenye akaunti alikuwa na zaidi ya milioni 60. Yaani Onoyo alikuwa haelewi siku mama yake akija kujua anatembea na binti yake pamoja na yeye, sijui itakuwaje. Basi Jemima alijikuta kila itwapo leo upendo kwa Onoyo unazidi kwa mkubwa. Kijana Evans alianza sasa kumfuatilia Jemima, lakini awamu hii Jemima alikuwa anamuona Evans kama mikojo tu, na alikuwa hampendi tena. Kila itwapo leo Jemima ilikuwa lazima akitoka amletee pamba Onoyo, mpaka mama yake Jemima alianza kushtukia. Maana Jemima alikuwa hawezi kuficha tena upendo wake. Mama yake na Jemima na sasa uvumilivu ulikuwa umemshinda. Alikuwa anataka kuwa huru na Onoyo wake. Yaani alikuwa hajali tena watoto wake watamuonaje. Siku hiyo alikuwa kapanga kuambia watoto wake ukweli kwamba Onoyo kuanzia siku hiyo ni baba yao na hata kuwa mfanyakazi tena, na pale nyumbani wanatafuta mfanyakazi mwingine. Siku hiyo ilikuwa ni weekend, hata mdogo wake na Jemima alikuwa yupo nyumbani, na ndo mama yake Jemima aliona ni muda mwafaka kumtambulisha Onoyo kwa binti zake. Onoyo siku hiyo kwa mara ya kwanza alikaribishwa kuja kushiriki chakula na wanafamilia. Maana mara nyingi Onoyo alikuwa anakula peke yake, na siku akitoka out na Jemima ndo anajiachia. Jamani mabinti zangu, leo nina kitu muhimu cha kuambia. Naomba mnielewe kwa nitakachokisema. Basi baada ya chakula mama Jemima alianza kuongea kile ambacho alikusudia kukisema. My love, vipi nikuandalie juice au umeshiba sana? I say mapenzi kikohozi kwa kweli. Kabla mama Jemima hata hajaongea point yenyewe, ghafla Jemima alijisahau. Alijikuta akimuita Onoyo jina la kimahaba mbele ya mama yake bila kutegemea. Jemima, sijaelewa. Mbona unamuita Onoyo my love? Unamaanisha nini? Jicho lilikuwa limemtoka huku mapigo ya moyo yakienda kasi. Mama Jemima aliuliza. Mama, ngoja niseme tu ukweli. Onoyo ni mchumba wangu. Tunapendana sana. Na nampenda sana mama. Na siku sio nyingi mimi na yeye tutaoana. Jemima bila hata chembe ya hofu aliamua kufunguka. Kwanza mama Jemima alihisi mapigo ya moyo yanakwenda mbio. Alishindwa hata kuuliza kitu. Jamani, basi usiku mwema, mimi nakwenda kupumzika. Akiwa kapigwa na kitu kizito, mama Jemima aliaga bila kutegemea. Mama, siku na kitu ulikuwa unataka kutuambia, imekuwaje tena? Basi mdogo wake na Jemima aliuliza.
Basi nitaambia siku nyingine. Mama, au hujafurahishwa na mimi kuwa na mahusiano na Onoyo? Jemima aliuliza, lakini mama yake wala hakujibu. Aisee, ukisikia kuogopa basi siku hiyo Onoyo aliogopa mno. Yaani alihisi hata mama Jemima anaweza akaamka usiku kumpiga na bastola. Yaani siku hiyo Onoyo hakulala pale nyumbani, alikwenda kulala hotelini. Kulipokucha Onoyo huyo alipanda daladala mpaka mitaa nyumbani kwao. Maana alikokuwa anaishi kwa kina Jemima na mtaa kwao ilikuwa ni mbali kidogo, yaani zaidi ya mitaa 10 na kitu hapo katikati. Ulikuwa unapita kiasi kwamba ni daladala 2 ulikuwa unapanda. Basi siku hiyo simu ya Onoyo iliita mno, SMS za kutosha, lakini hakujibu hata moja wala kupokea. Zilikuwa ni SMS za mama Jemima pamoja na Jemima. Basi Onoyo alikaa pale kwa siku kama 3. Kizuri alikuwa kamwambia Jemima kwamba yupo kwa mama yake, kuna shule anafanya, alikuwa kamwambia kabisa pale kwao harudi. Yaani Onoyo alikuwa haelewi mama Jemima atamfanya kitu gani endapo atarudi kule nyumbani kwa kina Jemima. Basi Onoyo aliendelea kukaa kwa mama yake, na Onoyo alikuwa na pesa kwenye akaunti, ila hakuna ambaye alikuwa anajua Onoyo ana pesa, maana alikuwa anaishi kawaida tu. Siku hiyo Onoyo akiwa na wana pale mtaani kwao wanacheza drafti majira ya jioni. Ghafla kuna mdada alifika akiwa na sinia la karanga za kuchemsha kichwani. Onoyo alipoangalia vizuri aligundua yule ni Halima. Aisee, binti Halima alikuwa kachakaa hoi. Kwanza naye alipoangalia macho yake aligongana na macho ya Onoyo. Ukisikia mwendo wa ngiri basi ndio mwendo alioondoka nao Halima. Yaani alishikwa na aibu kiasi kwamba hakurudia kumwangalia Onoyo mara 2. Lakini Onoyo akiwa na mshangao huku anatamani kucheka, ghafla dada yake alikuja kumuita. Alikuwa ni dada yake ambaye ashaachika, kwa hiyo yupo tu nyumbani. Onoyo, kuna mgeni wako nyumbani, fanya haraka. Dada, mgeni gani huyo na yupoje? Ni mama mweupe mrefu, amekuja na gari, anadai ni bosi wako. Tafadhali dada, wewe kamwambie sijamkuta. Onoyo aligundua kabisa huyo anayezungumziwa ni mama yake na Jemima. Kajuaje mahome sasa? Aisee, nimekwisha yule mama. Kama hajaniosha na bastola mwaka huu sijui. Onoyo akiwa kapagawa alijiwazia mawazo ya kila aina. Basi ni kweli dada mtu alirudisha maelezo kwamba hajamkuta. Basi Onoyo alizugazuga mitaani pale mpaka kigiza kilipoanza kuingia, ndo akarudi nyumbani. Na alikuwa na uhakika kwamba muda huo hatomkuta mgeni, na kweli alipofika hakumkuta. Lakini wakati anakaa tu, ghafla alisikia hodi inapigwa mlangoni. Onoyo aliishiwa nguvu, maana alifika pale alikuwa ni mama yake na Jemima. Onoyo, nimekutafuta sana, uliondoka bila taarifa, basi naomba tuzungumze kidogo hapo nje. Yalikuwa ni maelezo kwa ufupi ya mama yake na Jemima. Ni kweli wawili wale walitoka mpaka nje na kuingia kwenye gari. Yaani Onoyo alikuwa anatetemeka kuliko kawaida. Onoyo, naomba usiogope. Naomba niambie ukweli. Ilikuwaje kuwaje mpaka ukaweza kulala na mimi? Alafu pia na mwanangu kwa muda mmoja. Yaani ulituonaje mpaka ukaona tulala wote? Lilikuwa swali la kwanza la mama yake na Jemima. Kiukweli bosi, umaskini tu ndio ulifanya yote hayo yatokee. Mimi sikupenda. Unajua mimi nilianza mahusiano na Jemima kabla yako. Kiukweli tulikuwa tunapendana. Sema nilimwambia Jemima asikwambie na iwe siri, maana nilihofia nitafukuzwa kazi. Lakini kipindi hicho na wewe ulianza kunitega na mitego ya ajabu, ambapo nilijikuta nafanya na wewe pasi na kudhamiria. Nilijitahidi kukwepa mpaka nikawa na kuomba pesa kubwa ili mradi nipate kisingizio cha kuachana na wewe, lakini haikuwezekana. Samahani kwa hilo bosi. Onoyo akiwa anajitilisha huruma alitengeneza uongo ambao mama Jemima aliona yeye ndo mwenye makosa kuingilia penzi la binti yake. Aisee, kwa hiyo Onoyo, mpaka sasa kichwani mwako unawaza kitu gani? Mama Jemima aliuliza. Kiukweli hata sielewi, ila ukweli mimi nampenda mno Jemima. Sasa Onoyo, sikiliza. Ukweli ni kwamba
Mimi kuachana na wewe siwezi. Kitu cha kufanya, chukua simu yako muda huu, mpigie Jemima, mwambie humpendi na humtaki tena. Mama Jemima aliona kumwachia mwanae mwanaume sio kweli. Onoyo kikweli alikuwa kwenye wakati mgumu. Yaani alikuwa haelewi afanye maamuzi gani. Lakini mama, mimi ni kijana ambaye nahitaji kutengeneza familia. Na siwezi kutengeneza familia na wewe. Tayari umri umeenda. Jemima ndo rika langu. Onoyo alijitetea. Onoyo, familia utatengeneza na mwanamke mwingine, si Jemima. Sikiliza, nimekuruhusu, tafuta mwanamke mwingine, muoane. Ila mimi nikikuhitaji kwa muda wote ule, inabidi uwepo ninapokuhitaji. Ila Jemima achana naye, na siwezi kushare mwanaume na binti yangu. Mama Jemima alikuwa serious. Kwa nini nisiachane na wewe, nibaki na Jemima? Onoyo sasa aliamua kukaza kama mwanaume. Aisee, hapo sasa ilikuwa sio kubembelezana. Mama Jemima alichomoa bastola na kumuonesha Onoyo. Haya, chukua simu mpigie Jemima kwamba humtaki. Dakika hii mpigie simu. Mama Jemima alikuwa kachafukwa. Kumpoteza Onoyo alikuwa hayupo tayari. Kwanza ilibidi achomoe bastola alipoificha huku akimtishia Onoyo. Cheze ya bastola wewe. Aisee, Onoyo alichukua simu huku akiwa anatetemeka na roho iko inamuuma, maana alikuwa anakwenda kumpoteza mwanamke anayempenda kweli kweli. Basi ni kweli simu ya Jemima iliita na haikuchukua hata sekunde 2 kupokelewa. Jemima simu ile alipokea kwa shangwe mno. Hello kipenzi, bora umenipigia, maana nilikuwa nimeanza kukonda kabisa. Kwa bashasha na furaha baada ya kupokea Jemima aliongea. Kwanza Onoyo alipatwa na kwikwi, maana kumwambia mtu anayempenda kwamba hamtaki tena ni jambo la kuumiza kweli kweli. Onoyo alitaka kukata simu asimwambie Jemima ale maswala, lakini alipomgeukia Mama Jemima alikutana na domo la bastola. Jemima, sikiliza, kuanzia leo sikutaki. Mimi na wewe basi tuishie hapa. Onoyo aliongea maneno hayo na kukata simu. Aisha, simu ilita tena, Jemima akiwa anapiga, lakini Mama Jemima alinyang'anya ile simu na kuikata. Ilipigwa karibia mara 5. Mama Jemima alikata. Na mama huyo alichokifanya, alishika simu ya Onoyo na kuanza kuandika ujumbe. Yaani aliandika ujumbe mzito mno wa kumkataa Jemima na kumpondea Jemima. Baada ya hapo aliamua kublock namba ya Jemima. Sikiliza Onoyo, tayari nimekutafutia apartment. Nenda ndani kawaage ndugu zako. Kuanzia leo utakwenda kuishi huko na tunakwenda kulala wote leo. Na pia kuanzia leo hiyo namba usitumie tena, la sivyo utaniona na roho mbaya. Ilikuwa maneno ya Mama Jemima, tena akiwa na sura sitani. Basi Onoyo kama alivyoambiwa ndo alivyofanya. Aliaga mama yake na dada yake, kisha alitoa pesa kidogo na kuachia huko akidai anarudi kazini. Basi kweli Onoyo alipelekwa kwenye bonge la apartment. Yaani palikuwa pametulia tuli, mazingira safi kabisa. Siku hiyo Onoyo alilala na yule mama usiku kucha akiwa anapelekea na moto. Yaani hapo mama ndo alikuwa anapagawa kabisa na kijana Onoyo, huku akiahidi kutokumwacha. Basi siku iliyofuata Mama Jemima alirudi nyumbani kwake, mwili ukiwa mwepesi kabisa. Lakini alipofika Aisee alikuta binti yake Jemima kalia mpaka machozi yamemkauka. Mtoto mwili mzima ulikuwa unamtetemeka. Yaani homa ya ghafla ilimshika vibaya mno. Jemima, binti yangu, shida nini? Mama aliuliza. Mama, nakufa mimi jamani. Mama, Onoyo kaniacha. Onoyo hanitaki mama. Mimi siwezi bila yeye. Hakika siwezi. Jemima akiwa analia aliongea. Mama Jemima kwanza alibaki katulia huku akiwa anawaza afanyaje. Lakini alijipa imani kwamba ile ni hali ya muda mfupi tu, binti yake ataizoea. Kadri dakika na masaa alivyokuwa anasogea, Jemima hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Yaani mpaka kufikia jioni hali ilikuwa sio hali. Binti ilibidi akimbizwe hospitali. Jemima alikaa pale hospitali siku 3. Hali yake ikiwa sio nzuri kabisa. Hata chakula kilikuwa kipiti shingoni. Yaani ndani ya siku chache tu uzito ulikuwa umepungua haswa. Madam Philomena, unajua huyu binti yako ana stress kali sana.
Hata mapigo yake ya moyo yanavyokwenda sivyo, yani sio kawaida kabisa. Kibaya zaidi, hali chakula. Kwa hiyo hata dawa kufanya kazi ni ngumu. Kama unaweza kujua ni kitu gani kinamfanya awe na stress, basi hiyo itasaidia. Ilikuwa maneno ya daktari kwenda kwa Mama Jemima. Daktari, huyu binti yangu kuna mwanaume alikuwa naye kwenye mahusiano, na huyo mwanaume kasema hamtaki tena, na hisi ndo sababu. Bila shaka hiyo ndo sababu. Kama unaweza kumtafutia huyo kijana kwa njia yoyote ile, itakuwa bora zaidi. Ilikuwa maneno ya daktari ambayo yalifanya Mama Jemima aingie kwenye lindi la mawazo. Kwanza kumpoteza Onoyo wake, alikuwa hayupo tayari. Pia kumpoteza binti yake, alikuwa hayupo tayari. Baada ya kuwaza na kuwazua, aliona acha afanye jambo kuokoa maisha ya binti yake. Mama Jemima aliwasha gari mpaka kule kwa Onoyo. Basi alifika pale nyumbani, alimkuta Onoyo yupo na washikaji kama 3. Wanacheza tu PS. Onoyo, nifuate chumbani tuzungumze. Bila hata salamu, akiwa na haraka, Mama Jemima aliongea na kweli Onoyo alimfuata chumbani. Onoyo, jiandae. Mimi na wewe tunakwenda hospitali. Jemima anaumwa mno. Yani stress za wewe kumwacha zinamsumbua. Kwa hiyo mimi nikienda huko ndo na dawa au daktari. Mimi leo sijisikii kwenda kokote, ndo kwanza nipo na wanangu hapa. Tunasubiri game ya Barcelona. Onoyo akiwa serious alijibu. Unasemaje wewe Panzi? Yani wewe hakunipandishia sauti mimi? Au umesahau kwamba mimi ndo nakuweka mjini? Usinibabaishe bwana. Unaniweka mjini kwani mimi sina kwetu? Kama umenichoka, si unaniacha tu. Onoyo, naona umeanza kujisahau. Ulifanya binti yangu akupende mpaka awe chizi kwa mapenzi. Leo hii upo kitandani kwa stress. Unaleta ushubwada. Nimekwambia jiandae. Sasa Mama Jemima, mimi sikuelewi. Wewe ulisema niachana na binti yako, nisije kumtafuta tena. Unataka niende wewe kufanya nini? Onoyo, sikiliza kipenzi. Mimi kiukweli kumpoteza binti yangu kisa wewe sipo tayari. Pia kukupoteza yeye kwa jinsi unavyonipa raha sipo tayari. Hapo cha kufanya wewe, nenda hospitali, kajifanya umerudiana naye. Akishakuwa sawa, utafanya mpango wa kumwacha taratibu. Wakati mimi na wewe tunaendelea kwa siri. Mama Jemima kwa jinsi alivyo na tamaa na ngono, alikubali kushia mwanaume mmoja na binti yake. Yeye alikuwa anaongea usoki wa mkavu, akiwa hana hata aibu. Aisee, mimi kuwa na mahusiano na watu wawili kwa wakati mmoja siwezi. Hapo wewe inabidi uchague, niachane na wewe, niwe na binti yako, au niwe na wewe ila huko hospitali sitatia hata pua yangu. Yalikuwa maamuzi ya Onoyo, tena akiwa kashikilia msimamo wake. Kwanza Mama Jemima alinamisha kichwa na kuwaza. Aliona Onoyo ni kama ameanza kumuona yeye ni makende yake. Mama Jemima aliingiza mkono kwenye penzi yake aliyovaa. Baada hapo alichomoka na bastola, huku sura ikiwa imeharibika kwa hasira. Unakwenda hospitali huendi? Basi akamnyoshia Onoyo bastola. Aliuliza. Onoyo aliona anataniwa, hawezi kupigwa na ile bastola, na pia huenda hakuna risasi. Aisee, ni uwe tu, mimi siendi. Na kama unataka niende, basi mimi na wewe tuachane rasmi leo. Onoyo akiwa anajikubali alijibu. Mama Jemima alishika bastola na kuikoki, kisa akifyatua risasi, na ile risasi ilipita karibu kabisa na sikio la Onoyo. Aisee, ule mlio ulimkumbusha Onoyo kipindi cha nyuma akiwa porini kwenye uwindaji haramu. Yani Onoyo alihisi mkojo unamtoka. Sikio lilikufa ganzi pale pale, mwili ukiwa unatetemeka. Yani pale ndo aligundua kumbe ile bastola sio toy, ina risasi zile original kabisa. Wale washikaji wa Onoyo ambao walikuwa wanacheza PS sebuleni huku akisubiri mpira. Aisee, baada ya kusikia mlio wa risasi, mbio walizotoka nazo pale zilikuwa sio za dunia hii. Walitamani kupaa kabisa. Usiniue tafadhali, nimekubali kuondoka na wewe. Onoyo akiwa kapiga magoti huko mwili ukimtetemeka aliongea. Basi ni kweli alijiandaa faster na safari ya kuelekea huko hospitali ilianza. Ilikuwa majira ya jioni. Walifika hospitali, walikuta Jemima ipo hoi, katumbua macho tu. Jemima alipomwona Onoyo, kwanza hata sura ilichangamka. Kwa mara ya kwanza tangu alazwe pale alikula chakula
tena akilishwa na Onoyo. Aisee, kuna watu wanapenda vibaya nyie. Yaani mtoto wa kike alikuwa anapenda kapitiliza. Basi Onoyo siku hiyo alala pale hospitali na Jemima kwa kimbembeleza kwa maneno mazuri na kuomba radhi kwa kumwacha. Ndani ya siku 2 tu afya ya Jemima ilirejea na aliruhusiwa kurudi nyumbani. Onoyo kwa mara nyingine alikwenda kuishi nyumbani kwa kina Jemima. Basi Jemima alikuwa kamganda Onoyo, anatamani kwenda naye mpaka chooni. Yaani mtoto wa kike alikuwa anapenda mpaka anapenda tena. Mama, mimi na Onoyo tumekubaliana kufunga ndoa mwezi ujao. Na Onoyo kasema anakwenda kunitambulisha kwao wiki ijayo. Si ndio hivyo Onoyo? Basi wakiwa ni usiku, akiwa kwenye meza ya chakula, Jemima alianzisha mada. Yaani alikuwa hata hajazungumzia swala la kuoana, lakini Jemima alijikuta tu maneno yanamtoka pale sebuleni. Mama Jemima alimkata Onoyo bonge moja la jicho na alihisi moyo wake unawaka moto kwa wivu. Yaani kila mama yule akimwona Onoyo akijivinjari na binti yake, basi alikuwa anaona moyo wake kwenda mbio. Yaani ilikuwa inamuuma kweli kweli. Basi kila Jemima anapozungumzia swala la ndoa, Onoyo na mama Jemima walikuwa wanaleta kauzibe. Mahusiano yale yalikwenda huko Onoyo akiwa anamla mama na mtoto kwa nyakati tofauti. Siku zote binti akipenda, basi akilitaka lake anatumia njia yote ile. Jemima aliona ili Onoyo amuoe haraka na hayo wake jumla, basi wacha ambebe ujauzito. Na kweli baada ya miezi kadhaa Jemima alibeba ujauzito wa Onoyo. Aisee, zilikuwa taarifa ambazo zilifanya mama Jemima atamani hata kujifukia. Yaani mama yule alikuwa anampenda Onoyo. Yaani alikuwa hayupo tayari kumwachia binti yake kwa namna yote ile. Basi siku hiyo mama Jemima aliamua kumuita Onoyo ili wajenge. Maana sasa inakoelekea alikuwa anaona dalili za kumpoteza Onoyo. Onoyo, kwani wewe upoje? Si nilikwambia uanze kumwacha Jemima taratibu. Ona sasa mpaka mnapeana mimba. Sasa cha kufanya wewe mwambie atoe ule ujauzito. Na mimi kama Philomena siwezi kuacha wewe ukazaa na binti yangu. Yalikuwa maneno ya mama Jemima, tena macho yalikuwa akimtoka. Kwanza Onoyo hakuamini yale anayosikia. Yaani alikuwa haamini kama mama yule mapenzi amemfanya yeye na roho mbaya kiasi hicho. Aisee, kwa hilo haujanishawishi kwa kweli. Yaani mimi saizi naelekea miaka 30. Na kuwa na mtoto ni miongoni mwa ndoto zangu. Yaani nimepata hiyo fursa. Saizi unasema nimtoe ujauzito? Haiwezekani. Onoyo alibisha na kutokubaliana na ile swala. Basi mama Jemima aliondoka huku akionekana hakubaliani kabisa. Mahaba ya Onoyo kwa Jemima yalizidi baada ya ule ujauzito, na kwa namna Onoyo alivyopagawa bila hata kumpa taarifa mama Jemima, Onoyo aliamua kumchukua Jemima na kwenda kumtambulisha kwa mama yake na dada zake, pia shangazi zake kama mke mtarajiwa. Basi ndugu wote wa Onoyo walimpokea Jemima kwa mikono miwili, tena akimpongeza mno Onoyo, maana Jemima alikuwa mzuri haswa. Na kizuri zaidi, Jemima wakati anaondoka aliwaachia vibunda. Yaani hapo dada zake na Onoyo ndio waligeuka machawa badala ya kuwa mawifi. Basi mahaba alizidi kukolea. Mbaya zaidi, Jemima alimwambia mama yake kila kitu, jinsi alivyokwenda kutambulishwa na alivyopokelewa na shangwe na ndugu wa mume. Jemima, mimi sidhani kama Onoyo ni hadhi yako. Mimi siwezi kukubali binti yangu msomi uolewe na mtu hata la 7 hajamaliza. Jemima, huoni kama unanivunjia heshima? Nimekataa. Onoyo hawezi kwa mmeo. Kwanza hata huo ujauzito wake umebeba kimakosa. Basi mama Jemima baada ya kupewa zile taarifa aliamua kuonesha rangi yake halisi, huku akionekana kuwa na hasira. Jemima naye alibaki na msimamo wake, akisisitiza kwamba kwa namna yote ile lazima aolewe na Onoyo. Basi ilikuwa vita ya kung'ang'aniana Onoyo. Kipindi hicho Onoyo alikuwa yupo njia panda, yaani alikuwa haelewi afanyaje. Kuna akili ilikuwa inamwambia mchukue Jemima mtoroke naye uende mbali kabisa. Lakini akili nyingine ilikuwa inamwambia wewe vumilia, muda utaamua. Basi wiki kadhaa zilipita, sijui mama Jemima alifanyaje. Lakini Jemima ile mimba
ilitoka na alikwenda kusafishwa kabisa hospitali. Jemima alilia siku nzima kupoteza mtoto wake. Wakati huo Onoyo alikuwa anajua mhusika. Katika siku ambazo Onoyo amewahi kupata hasira, basi siku hiyo alikuwa na hasira mno. Alitamani kumlamba ngumi mama Jemima, lakini alipokumbuka mama huyo waga anatembea na bastola na hana mzaha, basi ilibidi awe mpole kwa kitafakari. Jemima alikuwa hajui lolote kama mama yake ndio mhusika wa yote. Na mbaya zaidi, kila kitu anachozungumza Jemima na Onoyo na kukifanya, basi Jemima naye alikuwa anamsimulia mama yake kama kilivyo. Basi upande wa kijana Onoyo, baada ya kuwaza na kuwazua, aliona wacha amshirikishe mama yake mzazi lile jambo, maana yeye ni mtu mzima, anaweza kuwa na njia mbadala. Onoyo aliona kuendelea kukaa na ile siri atakuja kufa nalo. Basi kila kitu alimsimulia mama yake kama kilivyo. Onoyo mwanangu, kwanza umefanya vizuri kuniambia mimi mama yako. Hapo kitu kitakachokuweka huru ni ukweli. Siku zote uongo hujificha, lakini hauwezi kujificha milele. Mimi naona muite Jemima, mkalishe chini, mwambie ukweli wote. Ile unavyomwambia, ogopa ile maneno atakayomfitinisha na mama yake. Kwa mfano, usimwambie kama mama yake kahusika na ujauzito wake kutoka. Pia usimwambie kama mama yake amewahi kusema uachane naye. Wewe mega tu mambo ambayo unaona yatakuweka huru. Ulikuwa ushauri wa mama yake na Onoyo. Mama, unahisi Jemima atanielewa kwa hilo kweli? Si ndio ataniacha sasa? Onoyo, ni bora kumwambia ukweli wewe ili achague yeye kuliko kukaa kimya halafu akaja kugundua mwenyewe. Hiyo ndio itakuwa mbaya zaidi. Ilikuwa maneno ya busara mama Onoyo. Basi sawa mama, nitaangalia upepo unaendaje. Onoyo, sio utaangalia upepo. Kama unampenda Jemima kweli, wewe mwambie, na mimi naona yule binti nimuelewa. Wewe unafikiri kwa umri wako yule mama mtu mzima atakupeleka wapi? Basi mama Onoyo aliongea maneno mengi siku hiyo, na Onoyo alikubali ule ushauri. Basi kipindi hicho kilikuwa ni kipindi ambacho mama Jemima alikuwa anafanya kila njia ili mradi Jemima achane na Onoyo. Ilifika kipindi mama Jemima alikuwa anamletea Jemima vijana watanashati na wasomi pale nyumbani ili tu amshawishi Jemima achane na Onoyo, wao wamuoe. Aliletwa mpaka Mwarabu, tena akiwa na tiketi mkononi, akimshawishi Jemima kwamba akikubali kuolewa naye basi watakwenda kuishi maisha ya kifahari Dubai. Aisee, Jemima alibaki na msimamo kwamba atabaki na Onoyo. Na zile jitihada zote za mama Jemima kuleta wanaume kumshawishi Jemima, Onoyo alikuwa anaona. Basi siku hiyo Onoyo aliamua kumtoa Jemima out na kumpeleka mitaa mbali kabisa, sehemu palipotulia, na kitu ambacho Onoyo alikuwa anataka kukisema ni ukweli. Jemima, nimekuleta hapa, nataka nikwambie ukweli wote. Na sababu za mama yako kutotaka uolewe na mimi, kwanza kabisa naomba unisamehe. Kabla sijakwambia, na uniahidi kutokuniacha endapo nitakwambia, maana Jemima nina mazito mno. Nataka niwe huru kwako, moyo wangu uwe na furaha na wewe kuliko hivi. Onoyo alianza kwa kumweka Jemima sawa. Basi Jemima aliahidi hawezi kumwacha Onoyo kwa lolote lile. Mtoto wa kiume alianza kutiririka mwanzo wa mwisho. Yaani Onoyo alisimulia kila kitu, mpaka yale aliyoambiwa na mama yake asije kuyasema ili kuepusha ugomvi wa mama na mwanae. Onoyo yeye aliropoka, hakubakisha kitu mpaka kipindi kile Onoyo kamwacha Jemima kisa mama yake. Yote hayo Onoyo aliyasema. Onoyo, kwa hiyo hunipendi kiasi hicho mpaka umeamua kumsingizia mamangu? Mambo makubwa hivyo. Onoyo, kama hutaki kunioa wewe sema tu, sio kuleta uongo. Kwa hivyo mamangu hawezi kufanya ujinga huo kamwe. Namjua mamangu vizuri, jinsi gani anavyonipenda kuanzia utotoni mpaka leo. Jemima kwanza alicheka, yaani alihisi Onoyo anatania. Japokuwa Onoyo alisisitiza ni ukweli, lakini Jemima aliona anatafutiwa sababu tu za kuachwa. Ili kumthibitisha pale pale, Onoyo alichukua simu na kumpigia mama mtu.
Onoyo kipenzi, mbona utanikondesha kwa mawazo? Jana nimekusubiri pale lodge mpaka usiku hujafika. Narudi nyumbani nakuta unashikana na Jemima. Onoyo, mimi sitaki uje unione mbaya. Nimekwambia mtafutie kisa chochote Jemima cha kumwacha. Baada ya hapo mimi nitafanya mpango. Aende hata akaishi nje za nchi. Tubaki huru. Aise, baada ya Onoyo kupigia simu na Mama Jemima kupokea, hayo alikuwa maneno ya Mama Jemima baada ya salamu. Siku hiyo Jemima alilia kama mtoto. Alikuwa hataki kuongea na mtu, sio Onoyo wala mama yake au mtu mwingine. Yaani hata nyumbani hakurudi. Siku 2 nzima Jemima hakurudi nyumbani wala kumtafuta Onoyo. Alishinda hotelini akiwaza kwa mara ya kwanza. Jemima alijikuta anakunywa pombe ili kupunguza mawazo. Simu zilikuwa zinaita mpaka zinaita tena, lakini alikuwa hapokei. Mama yake pamoja na Onoyo kwa nyakati tofauti walikuwa wanampigia bila mafanikio. Onoyo naye alikuwa kaamua kwenda kwa mama yake, hakurudi kule kwa kina Jemima. Basi siku hiyo Mama Jemima aliamua kumfuata Onoyo, maana alikuwa hajamuona siku 2 pale nyumbani. Na simu alikuwa hapokei. Na alichokuwa naamini Mama Jemima ni kwamba Jemima yupo na Onoyo. Ni kweli alimkuta Onoyo kwenye kijiwe na washikaji zake wanapiga story. Jemima yuko wapi? Alafu kwa nini wote hampokei simu? Ilikuwa swali la kwanza la Mama Jemima kwenda kwa Onoyo. Binti yako akaujua ukweli wote kuhusu mimi na wewe. Onoyo alikuwa hataki kupindisha. Alimchana Mama Jemima. Kwanza jicho lilimtoka Mama Jemima akiwa haamini. Onoyo, unasema kweli? Na kajuaje? Nani kamwambia? Mimi sifahamu kajuaje, ila ukweli wote kaujua, na inaonekana alikuwa anatupeleleza kimya. Sema Onoyo, mimi naona ni sawa kama kajua ndo vizuri, maana hapo yeye mwenyewe atakuacha kwa hiari yake, na hapo mimi na wewe tutakuwa huru. I say, mama mtu mzima alikuwa hataki masihara na mahaba. Kwanza Onoyo alimkata yule mama jicho kuanzia juu mpaka chini. Alishindwa kuelewa kwamba mama huyo ana roho ngumu kiasi gani. Siku hiyo bahati mbaya Jemima alikuwa amekuja kwenye mtaa wa kina Onoyo, na lengo lilikuwa amekuja kuzungumza na Onoyo. Maana hata hivyo ulikuwa ni ukweli kwamba bila Onoyo hawezi kabisa. Bahati mbaya wakati Jemima yupo ndani ya taksi aliyoikodi, alishangaa aliona gari la mama yake kwenye moja ya kijiwe cha kuchezea drafti kwa vijana. Alipopiga macho pembeni ya gari alimuona mama yake akisimama na Onoyo. Jemima alijikuta akijawa na hasira mpaka meno yalikuwa yanagongana. Alitaka kushuka lakini kuna roho ilimwambia vunga. Uvumilivu ulimshinda Jemima. Alichukua simu yake na kumpigia Onoyo huku akiwa ndani ya taksi. Anaona kila kitu. Onoyo, kwa hiyo umemchagua mamangu sio? Naona unaendelea kukenua naye tu. Na uliniambia na kulazimisha kuwa naye. Lilikuwa swali la Jemima ambalo lilifanya Onoyo pale alipo aanze kuangaza huku na kule, maana alihisi Jemima anaona. Basi Onoyo hakujibu kitu, alikata simu na aliondoka kabisa pale na kurudi nyumbani. Nusu saa haikupita Jemima alifika pale nyumbani kwa kina Onoyo huku akiwa analia mno. Yaani roho ilikuwa inamuuma haswa. Basi mama yake na Onoyo alifanya kazi ya kumtuliza Jemima na kumpa moyo. Mama, mimi nataka mwanao achague hapa mbele yangu na mbele yako. Onoyo, unamtaka mamangu au unanitaka mimi? Lilikuwa swali la Jemima kwenda kwa Onoyo, tena akiwa serious. Mimi nakutaka wewe Jemima, nakupenda mno. Hata mama anajua. Pia mama yako naye anafahamu vile vile. Ni vile tu ananitisha na bastola na kunilazimisha. Yalikuwa maneno ya Onoyo. Okay Onoyo, kama umenichagua mimi, basi twende tukalifanye hili lifike mwisho. Jemima, wapi unataka twende? Onoyo, wewe twende. Unajua mbele kwa mbele. Yalikuwa maneno ya Jemima, na kweli wawili wale waliondoka pale nyumbani kwa kina Onoyo. Safari ilikuwa mpaka nyumbani kwa kina Jemima. Basi walikuta mama mtu mzima bado hajafika pale nyumbani. Jemima, hujue sikuelewi. Kwani unataka kumwambia nini mama yako? Naomba basi mimi niondoke, ukizungumza na mama yako mimi nitakuja. Basi walikuwa pale nyumbani kwa kina Jemima wanamsubiri mama Jemima. Onoyo alionekana kuwa na wasiwasi. Onoyo, wewe umenichagua mimi na sio mamangu. Basi subiri afike
na yeye aamue mmoja kama ulivyoamua wewe. Akiwa serious Jemima aliongea. Basi ni kweli dakika sio nyingi gari ilisikika nje na alikuwa Mama Jemima kafika. Onoyo miguu ilikuwa inamtetemeka, kijasho kikimtoka. Alikuwa haelewi Jemima anataka kufanyaje. Basi Mama Jemima aliingia ndani. Alishangaa kumkuta binti yake na Onoyo wamekaa huko, kila mtu sura yake ikiwa anazungumza lugha yake. Ndio nini hivyo? Mbona mnaniangalia vibaya kama ni maibeki tu ya thamani? Baada ya Mama Jemima kuingia mle ndani na kuona kakazi wa macho, ajishtukia. Okay, Onoyo, mwanamke wako huyo hapo. Naomba utamke mbele yake na mbele yangu. Kati yangu mimi na yeye, nani unamchagua? Jemima akiwa hataki masiara aliuliza lile swali, huku Mama Jemima akiwa kaganda, yana alikuwa hata hajakaa. Basi sauti ikiwa inatoka kwa kutetemeka, huku anaogopa. Onoyo alimchagua Jemima. Onoyo, rudia tena. Umemchagua nani? Jemima alirudia kuuliza. Nimekuchagua wewe, Onoyo alijibu. Basi vizuri. Onoyo, wiki ijayo mimi na wewe tunafunga ndoa ya kiserikali na kila kitu nitagharamia mimi. Na baada ya hapo nije nimuone panzi yeyote anamsogelea mume wangu. Hilo sitaki mjadala. Na kama kweli Onoyo unanipenda, nina imani nitakuwa hivyo. Yalikuwa maneno ya Jemima, tena akiwa anamwangalia mama yake jicho baya mno. Jemima, umekuwa siku hizi sio? Umeona univunjie heshima hadharani. Sasa sikiliza, hayo maigizo mnayoyafanya naomba aishi hapa hapa. La sivyo. Sijui nini nitafanya. Mama Jemima naye ilibidi aoneshe utu uzima wake. Yaani alitoa bonge la mkwara. Sikiliza mwanamke. Kwanza nahisi wewe sio mamangu. Nahisi uliniiba tu hospitali. Maana mama hawezi kumfanyia binti yake ulichonifanyia mimi. Kwangu mimi sio mama, bali ni Philomena. Na nakuapia wewe mwanamke, ukisogea tena kwa mume wangu, basi aidha mimi au wewe, mmoja wetu atazikwa. Jemima hasira iko inatokota. Alitoa maneno magumu ambayo mpaka Onoyo aliogopa. Hapo Onoyo ndo alikumbuka maneno ya mama yake kwamba aogope sana kuongea maneno yatakayofanya mama na mtoto wakachukiana. Mama Jemima kwa mara ya kwanza aliona hasira binti yake. Kwanza hata yeye alishangaa, maana katika maisha yake alikuwa hajafikiria kama atakuja kuambiwa vile na binti yake. Mama Jemima alijisikia vibaya mno. Alihisi mwili unachemka kwenye maji ya moto. Maana ilikuwa sio kwa joto lile. Wiki nzima ilipita Jemima na mama yake wakipishana kama mtu na mke mwenza. Yaani ilikuwa haina kusalimiana wala kuongeleshana. Basi wiki nyingine ilipoadia, kama Jemima alivyoahidi, yeye na Onoyo walikwenda kufunga ndoa bomani. Baadhi ya watu wachache walialikwa kama mashahidi, wakiwemo ndugu wa Onoyo. Pia Jemima alikwenda kumchukua mdogo wake shuleni kama ndugu yake pekee. Pia akachukua na baadhi ya mashoga zake. Ndoa ilifungwa bomani pasi na kipingamizi. Mama Jemima alizipata tu taarifa kwenye bomba kwamba Jemima kaoana na Onoyo, na kilichokuwa kinafuata ilikuwa sa sherehe ya kufa mtu ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika kwenye moja ya ukumbi. Tangu yale maneno ya Jemima, kiukweli Mama Jemima alikuwa hapati usingizi hata kidogo. Na ukichukulia jinsi mama huyo alivyokuwa kapata tabu kuwalea mabinti zake tangu akiwa wadogo na alivyokuwa anawapenda, kiukweli Mama Jemima alijiona kamkosea sana binti yake. Na aliona mapenzi hayawezi kufanya kakosana na binti yake anayempenda. Basi mama huyo alijiandaa kufanya jambo ili kurudisha upendo kwa binti yake. Baada ya siku kama mbili, sasa ilikuwa siku maalum ya kusherehekea ndoa ya Jemima na Onoyo ukumbini. Yaani Onoyo alikuwa kaalika karibia washikaji zake wote na watu wote wa mtaani kwao. Pia hakuacha kukumbuka yale aliyoyapitia, haswa lile swala la yeye kuliwa Tigwa na wahuni. Yaani Onoyo alikuwa anajiapiza akija kuwapata wale jamaa, hata kama ni ahera lazima atakuja kulipa kisasi. Na ilikuwa ni siri yake kwamba amewahi kuliwa nyuma. Mitaani kila mtu alikuwa anajua kuhusu ile sherehe, maana magari ya matangazo yalikuwa na picha za Onoyo na Jemima, yalikuwa yanapita kila kona kutangaza. Halima zile taarifa alikuwa kaona, na kipindi hicho Halima na wazazi wake walikuwa hoi bin taabani. Yaani walikuwa hawana hali kabisa.
walikuwa wamepanga nyumba haina hata umeme, huku Halima kazi yake ikiwa ni kuuza karanga mchemsho. Binti wa watu alikuwa kapauka mpaka kapauka tena. Basi bwana, hayawi yalikuwa na ukumbi ulikuwa umefurika watu wakinywa na kula. Jemima hakuwa na mawasiliano na mama yake zaidi ya mwezi, na alikuwa na imani ile vita na mama yake bado inaendelea. Basi katika harakati za MC kuchombeza, alisimamisha mziki na kusema anaingia ni mtu maalumu sana. Aise, Jemima na Onoyo hawakuamini. Mama Jemima aliingia pale ukumbini tena kwa mbwembwe akiwa na wapambe, mziki ukiwasindikiza. Jemima na Onoyo waliamini huenda kaja kuharibu zile sherehe. Basi mama Jemima alipewa mic, huku Jemima akimkonyeza MC kwamba mamake asipewe nafasi ya kuongea taharibu. Ilikuwa ni tofauti na Jemima alivyofikiria. Binti yangu, najua kuna vitu nilimkwaza kuhusu hii sherehe. Yeye anajua vizuri. Ila mbele ya umati huu, nasema binti yangu nisamehe. Pili, natoa zawadi yangu kwa binti yangu na mkwe wangu. Naamini itawafaa. Yalikuwa maneno machache ya mama Jemima. Baada ya hapo, mama Jemima alichukua bahasha kwa mpambe wake. Mama Jemima alitoa hati ya nyumba mpya alionunua, tena nyumba ya kisasa kweli kweli. Pia alitoa ufunguo wa gari jipya la kifahari na kadege kabisa. Pia alikabidhi hati za biashara zake zote na kummilikisha binti yake. Yaani biashara zote mama yule alimwachia binti yake na mumewe waziendeshe. Ukumbi mzima uliripuka kwa furaha. Jemima alikuwa anaona kama mama yake anamtega, yaani hakuamini kabisa. Chozi la furaha tu lilikuwa linamtoka. Basi sherehe zilikwenda kama ilivyopangwa, tena na zaidi ya ilivyopangwa. Upendo kati ya mama na mtoto karudi. Mama Jemima aliamua kumwachia binti yake aendeshe biashara zote, huku akimlea mdogo wake. Mama huyo yeye aliamua kuhama kabisa pale mjini na kuhamia Dubai, maana huko kulikuwa na rafiki zake wanaishi huko. Alifanya hivyo kuacha huru Onoyo na Jemima. Ilikuwa furaha ya wawili wale haipimiki. Yaani walikuwa wanapendana mpaka wanataka kufanana. Binti Halima alikuwa anaishia tu kumtamania Onoyo kwa mbali. Halima mwanangu, nadhani unaona hali zetu. Mwanangu, unajua yule Onoyo anakupenda mno, na kwako unajua hawezi pendua. Kwa nini usifanye lolote? Uwe hata mke mdogo. Tukomboke kwenye hii hali. Fanya jambo basi. Najua yule ukimtegatega tu hapendoi. Basi huo ulikuwa ushauri wa mama yake na Halima, ambao alikuwa anampa binti yake baada ya hali kuwa mbaya zaidi. Halima naye alikuwa anaamini hivyo kwamba hakuna mwanaume anampenda kama Onoyo. Yaani alikuwa anaamini akiamua kumuinda, basi siku haipindui anampata. Onoyo naye alijikuta anakuwa msimamizi wa magodauni yote ambayo alikuwa anamilikiwa na mama Jemima. Maana awamu hii yalikuwa anamilikiwa na mkewe. Basi Onoyo alikuwa hataki unyonge pale kwenye magodauni. Washikaji zake kama wote alokuwa anapambana nao kwenye matoroli aliwapa ajira ndogo ndogo. Pia dada zake na ndugu zake wengine walijipatia ajira. Kwa kuwa kampuni ya Jemima ilikuwa inamiliki pia apartment kibao pale mjini, basi mama yake na Onoyo alipewa bonge moja la apartment. Alitafutiwa na dada wa kazi kabisa. Kiufupi Onoyo alikuwa anakula kwa mirija. Yaani Halima na wazazi wake wakiona hivyo walikuwa wanapagawa, wanatamani kwenda hata kwa waganga kumroga Onoyo arudiane na Halima. Basi Halima kama kawaida alikuwa anafanya namna ili aweze kumpata Onoyo. Siku hiyo kwenye godauni moja linalohusika na mazao, kuna mafuso kama 5 ya magunia ya mahindi kutoka kijijini yalikuwa yameingia. Ilihitajika saa vijana wakatafutwe mtaani kuja kusaidia kushusha mizigo, maana waliopo kwenye godauni walikuwa hawatoshi. Siku hiyo vijana wengi waliitikia ile fursa. Onoyo akiwa katulia ndani ya gari anaangalia kazi zinavyokwenda, aliona sura ya mtu ambayo ilimshtua kidogo. Alikuwa ni miongoni mwa kijana ambaye alihusika siku ile kumuingilia nyuma. Onoyo alijikuta hasira imeanza upya. Pale pale alipiga simu kituoni, maana kwa hasira alionayo aliona akifanya maamuzi yake kama yeye, basi huenda akafanya kitu ambacho kitampeleka jela. Muda huo huo Onoyo anapiga simu kituoni. Ghafla alishangaa dirisha la gari linagongwa. Basi Onoyo akashusha kioo, hakuamini macho yake.
Alishangaa kumuona Halima pale dirishani huku akiwa anamkenulia meno. Onoyo, nadhani unajua upendo wangu kwako. Nadhani unajua ninavyokupenda. Unajua tulikotoka. Nilikupenda kipindi huna kitu, na huo ndio upendo wa kweli. Mengine yote ni shetani tu na vishawishi. Onoyo, niangalie kwa jicho la tofauti. Mimi ni mwanamke wa pekee ninayekupenda kwa dhati. Basi Halima akiwa anamkenulia meno Onoyo, aliachia bonge la mstari. Kwanza Onoyo alicheka mno huku akiwa anamwangalia Halima alipopauka. Alikumbuka jinsi alivyofirisiwa na Halima kwa kumwibia pesa na gari, tena akawekwa na korokoroni. Halima, chukua namba yangu utanipigia. Onoyo aliongea maneno machache kisha alipandisha vioo vya gari. Basi Onoyo aliendelea kukaa pale. Dakika sio nyingi, askari watatu alifika pale. Onoyo aliwapa maelezo baadhi na aliwakatia kibunda kidogo cha pesa. Yule kijana ambaye amewahi kufanya ufala kwa Onoyo akiwa bize kushusha magunia alishangaa na yuko chini ya ulinzi kwa tuhuma za kubaka. Basi baada ya kukamatwa alikwenda kufungiwa sero. Baada ya kufika huko, yule kijana ndo aligundua kumbe mhusika ni Onoyo. Bana Onoyo alikuja pale kituoni. Oya, sikiliza, ukitaka kuwa huru wataje wale wajinga ambao ulikuwa nao siku ile. Nadhani unakumbuka vizuri. Ilikuwa maneno ya Onoyo kwenda kwa yule kijana. Kijana yule wala hakutaka kusubiri. Aliwataja jamaa zake ambao alikuwa nao siku zile. Haikuchukua hata siku chache jamaa nao walikamatwa. Alitafuta tu binti mtaani, alitoa ushahidi wa uongo kwamba alibakwa. Pia ripoti ya uongo ya daktari iliandaliwa na wale jamaa walipatikana na hatia ya kubaka. Kama ujuavyo, pesa zina nguvu sana. Wale wa jamaa wakiwa hawaamini walijikuta wanatupwa gerezani miaka 30. Yaani kwa hasira walitamani watangazie dunia kwamba walimtoa Marinda Onoyo, lakini ndio hivyo, walikuwa hapo gerezani na habari zao ziliishia hapo. Walau hapo Onoyo nafsi yake ilitulia kidogo kuhusu tukio lilofanywaga. Kipindi hicho Halima alikuwa haachi kumsumbua Onoyo. Basi baada ya usumbufu kuzidi siku hiyo, Onoyo aliamua kumpigia Halima simu kwamba anataka kumtoa out yeye na wazazi wake ili wayajenge. Ni kweli watu walivuna tamaa siku hiyo walipendeza na kuja sehemu ambapo waliambiwa waende. Halima alikuwa anacheka mpaka peke yake. Alibeba wazazi wake na mdogo wake kama alivyoambiwa na Onoyo. Basi Onoyo naye hakutaka kufanya uongo. Aliwabeba na kuwapeleka kwenye bonge la hoteli. Yaani hoteli moja hivi ya nyota 5. Yaani hiyo sehemu watu wazito wenye pesa zao ndio alikuwa anakwenda kupoa. Soda tu ilikuwa inauzwa 10,000 na hubembelezwi. Basi Onoyo aliwaambia waagize madikodiko atakayo. Ni kweli walaagiza vyakula. Siku hiyo walikula na kujigalagaza huku wakiwa wanamuona Onoyo kweli kakamatika na penzi la Halima. Onoyo aliwaambia kabisa walale pale hotelini, na kweli walilala, na asubuhi ilipofika waliletewa chai nzito. Aisee, mtiti ulianza pale ambapo Onoyo hakuonekana hata alikokwenda. Achini masiara. Yule kaka wa jana hakulala hapa. Aliondoka jana ile ile na kila kitu alisema mnalipia nyewe wenyewe. Sasa mnavyosema mnataka kuondoka bila kulipa siwaelewi. Yalikuwa maneno ya mhudumu pale hotelini ambayo alifanya Halima aanze kutizamana na wazazi wake. Bili ilikuwa inasoma milioni 3 na kitu. Muda huo walikuwa hawana hata 100. Aisee, ukisikia kukumbuka basi siku hiyo waliumbuka. Meneja wa hoteli aliitwa. Hapo ilibidi wabebwe mpaka kituoni. Onoyo alitafutwa mbele ya macho yao. Aliwakataa kabisa. Tena siku hiyo alikuja na mkewe kuonesha kwamba hawezi kumsaliti mke wake. Halima na wazazi wake walishia kukauka midomo tu. Na ili kulipia lile deni, Halima na mdogo wake ilibidi wafanye kazi ya usafi pale hotelini miezi 6 bure, pasina kupewa hata 100. La sivyo waende jela. Kiukweli Halima alikoma. Yaani wazazi wa Halima walijikuta wanaumwa kwa pressure, maana kwa kile kilichofanywa ilikuwa ni balaa zito. Onoyo yeye maisha alikuwa raha mustarehe na mkewe, na kila kikumbuka yale aliyopitia basi alikuwa anaishia kucheka tu peke yake. Muda mwingine maisha ni bahati, na ndo kama alivyoipata Onoyo. Hakika harufu ya huba kwa Onoyo ilikuwa njema mno, japo kuna misukosuko hapo kati alipitia, lakini alipangalo Mwenyezi Mungu binadamu
hawezi kulipangua, hata kama utapitia misukosuko kiasi gani, lakini la Mwenyezi Mungu lazima litimie. Kuna wengine husema kwamba wingi wa mawimbi angani haimaanishi kwamba jua halipo. Ni vile tu linakuwa limezongwa na mawimbi, lakini jua liko pale pale. Mawimbi yakiisha, basi jua huchomoza na kuendelea kuangaza uso wa dunia. Jamani, huu ndo mwisho wa simulizi yetu ya Harufu ya Huba. Tukutane hapo kesho kwa story nyingine tena kali kweli kweli. Asante kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi. Asante kwa kumchagua binti Trishi. Asante kwa uvumilivu wako na nathamini sana support yako. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Naitwa Trishi, hii ni Light Simulizi. Love you so much.